Watu wanauawa Mkondwi, hamtoi matamko yoyote. Umeguswa ugali wenu, munang'aka na kutoa macho, tafikiri nyoka au chura pangoni. Homosexuality, roho ya ushoga, I break your power. navunja nguvu zako, I cut you off. ninakukata na kutoa. You come out. Toka, You loose them achia in the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Mimi nimekuja kutoa mtazamo wangu juu ya hili la mkuu wa mkoa wa Tabora kupiga marufuku mkutano wa mzungu anayeshirikiana wa CPCT na kile ambacho sasa kinaonekana ni tamko la wa CPCT kufafanua. Naenda kujadili tamko la mkuu wa mkoa na kulijadili tamko la CPCT na maudhui ya mkutano wenyewe. Kwanza naomba ieleweke, mimi nijuacho makundi yote mawili yana makosa. Makundi yote mawili ni kama yana masilahi binafsi juu ya jambo hili, utanielewa. Lakini pia hata makundi mengine ambayo yanaonekana hayajaguswa au si sehemu ya jambo hili wanahusika kwenye utata wa jambo hili, wakiwemo Waislamu na Wakristo wengine au Wapentekosti wengine. Kwa ni vizuri tu nisikilize kwamba wote, makundi yote kama yana makosa. Panaka kakripu ka hapa mwanzoni ka kuongelea ushoga, yaani kwa sababu huyo mhubiri inaonekana kuna mara ya kuhubiri akakemea ushoga, basi ni tafsiri ya kwamba mhubiri huyu yuko kinyume cha ushoga. Katika jambo hili ambalo la kwanza, naomba nieleweke, kuwa kinyume cha kitu si maneno bali ni matendo. Naomba nieleweke kwamba Wakristo na hasa wa Pentekosti, mimi ninachojua ni kama ni uchochoro wa uchafu kuingia katika jamii, ni uchochoro wa uchafu wa aina zote. Naomba nieleweke. Utakaye tukana we tukana, si ya mambo yanaendelea kwenda tu mbele. Kripu hapa. Kuna kipindi cha corona 2021 mwezi wa 6, mara baada ya Magufuli kufanyika kile kilichofanyika, kile tunachokijua. Mwezi wa 6 tayari zile namna zote zilizokuwa inaonekana mazingira ya corona zilirudishwa, kwamba safe distance, barakoa, sijui chanjo, vyote vilirudishwa kwa kasi kubwa. Lakini bado watu walikuwa na ufahamu wa msimamo wa Magufuli. Ilionekana palitakiwa kutengenezwa propaganda itakayohalalisha shughuli za mikutano na shughuli za ibada kufungwa. Pale mimi nilisema kwenye hii klipu, na nilijua ningepata madhara makubwa kwa sababu ya hii klipu, na yalinipata immediately. Nilisema wasiwasi ni akili, hii si mikutano ya kawaida. Nilisema mikutano hii, na yalienda vile vile, nikasema mikutano hii ina makusudi, kwa sababu kuna mikutano ilifanyika mwezi wa 6 kati ya tarehe 13 hadi tarehe 9 hadi tarehe 13, mikoa zaidi ya 15 mikoa: Mbeya, Iringa, Manyara, Dodoma, Songea, Songwe, wapi, mikutano zaidi ya 10 tarehe hii moja. Mimi nikasema hii mikutano, ninachojua ina nia hii ya kwamba watu watakapokusanyika kwa wingi kote huko,
Baada ya mikutano hii tu kutaonekana kumeripuka namna mbalimbali za mafua, na nikasema inawezekana kabisa kwenye mikutano hiyo kutakuwa na kitu kitapulizwa wakati wa mkutano huo. Kwa hiyo kuna namna mbalimbali za mafua na homa zitalipuka. Kwa hiyo ndo litatolewa tangazo la kwamba shughuli zote za mikusanyiko hasa ya kiibada, za kiibada, mikutano ya Injili, ibada zote zifungwe kwa sababu kuna wimbi kali zaidi la korona. Kilichofanyika kilikuwa vile vile. Nikasema hii mikutano, hawa wazungu wametumwa, mimi ninachojua wako kwa kazi maalum hawa, na huyu akiwemo, huyu mzungu akiwemo, ni timu yake yote iliyokuwepo kwenye ile mikutano. Nikasema hawa wanatumika zaidi kwa propaganda. Baada ya mikutano ile lilitolewa katazo kali kuhusiana na mikutano ya semina na mikutano yoyote ya kidini. Kabaki kunahangaika kwa namna gani tuzuie ibada. Akina sisi, mimi ndo niliyejitokeza hadharani na kusema wa kwanza kuuawa niwe mimi. Huu ndio wakati wa Shadraka, Meshaki na Abednego. Hatutasujudia hii sanamu. Msimamo ule ambao nilikuwa nao mimi, ambao ulikuwa wazi, nilikuwa tayari kuuawa na kupata lolote ambayo alikuja kweli kunipata. Na msimamo wa mtu kama Gwajima kidogo ulijulisha kwamba pangetokea mauaji ambayo yangeingia kwenye historia ya watu kuuawa kwa sababu ya dini zao na imani zao, lakini pengine na mambo mengine na msaada mwingine wa Mungu. Nimetaka tu nikujulishe kwamba naamini wengi mnafahamu mpaka sasa korona ulikuwa mpango uliokuwa na makusudi fulani, kwa sababu wafuatiliaji wa mambo wanafahamu kwamba kabla ya Magufuli walikufa viongozi fulani, akina Maalim Seif, akina Kijaji, walikufa kwa namna moja, kwa haraka. Akina Philip Mpango akapona kwa namna fulani ya kubahatisha. Alipokufa Magufuli tu vilizima vifo vyote vya watu maarufu, viliishia hapo. Mimi nilisema kabla kwamba korona ilikuwa ikiwatafuta na kuwalenga watu fulani ambao kwa namna moja nyingine wamekuwa kizuizi au wameonekana wakipuuza ule mpango uliokuwepo wa kuangamiza wa Afrika kwa propaganda hewa. Mimi nimeambia mara kadhaa, korona ulikuwa ni mpango wa kutulia ndani. Moja, madaktari wangeogopa kutibu wagonjwa mahospitalini wakiwa wanasema wagonjwa wana korona. Kwa hiyo watu wenye magonjwa mengine yote wangebaki ndani na wangefia ndani na ingetukuzwa korona imeua. Mbili, korona ulikuwa mpango kwa sababu Afrika tawala zisingeweza kutugawia chakula. Kwa tungekaa ndani, tungekufa kwa njaa, ingetajwa korona imeua sana. Ule ulikuwa mpango wa kuangamiza bara la Afrika. Yaliyonikuta Tawire sijuti, nitabaki na msimamo huu. Mungu akinisaidia, akiona aje anifurahishepo sawa, akiona aniache kwenye kilio na mateso haya sawa. Lakini nachosema Wapentekosti ni uchochoro. Wapentekosti wa makanisa ya Kikristo ni uchochoro wa uharibifu wa jamii kwa namna mbalimbali ambazo nimekuwa nikisema. Kiingia kwenye maombezi, vitu vya kuvikabiri, vitu vya mtu kudai, vitu vya mtu kupambania. Wao wanasema tumeomba, mnaopambana ni kimwili, ni ulimwengu. Yani ni mafundisho. Biblia yenyewe haina tafsiri hiyo, lakini wenyewe wana vimafundisho 100% ambavyo vinafanya mwanadamu asifight, asitimize wajibu wake ili kupata anachokistahili. Mafundisho yenyewe yanataka Mungu anatukuzwa watu wakifanya. Yani watu wafundishwe cha kufanya wafanye, ndipo Baba wa mbinguni atukuzwe. Mathayo 5:17. Lakini mafundisho karibia yote ya wanaoitwa Wakristo ni nenda kanisani, Mungu afanye, toa sadaka, nunua maji, nunua mafuta, Mungu afanye, ndipo wewe umtukuze.
Si Biblia yenyewe inataka wewe, wanadamu ndio wafanye, watu wenyewe ndio wafanye, wapambane, wapigane, wawe waaminifu hata kufa, wawe tayari hata kuuawa, kuteswa, kufungwa. Lile jambo likikaa vizuri, Mungu ndo atukuzwe, watu wajue, wamtukuze Baba aliye mbinguni. Hayo si mafundisho wanayoitwa Wakristo. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa Ukristo ni dini yenye kulaza akili za watu, na dini ambayo ni mlango mkuu wa kuingizia na kupitishia aina zote za uharibifu. Sasa sina maana Uislamu ndo dini ya Mwenyezi Mungu. Na wazama Islamu wenyewe hayanaga uwezo hata kusikiliza kwa urefu. Yakisikia tu pengine anakuwa na ponda Ukristo, anasema dini ya haki ni ya Uislamu. Nije kwenye jambo namba 2. Sitachelewa sana, mengine mengi haya kwa naweka tu msingi. Namba 2, mkuu wa mkoa kweli anachukizwa na uovu wa ushoga, au kuna namna amedhani kuwafurahisha wanaotaka ambao kuna namna fulani wanataka waitwao Wakristo wawe na wakati mgumu wakati wa utawala huu wa kishetani zaidi. Mkuu wa mkoa kweli anachukizwa na uovu wa ushoga, au kuna namna amedhani ndiyo njia ya kuwafurahisha wanaotaka waitwao Wakristo wawe na wakati mgumu zaidi wakati huu wa utawala wa kishetani zaidi. Ukiangalia mkuu wa mkoa katika kujaribu kufanya hayo, kwamba sijui anazuia viashiria vya ushoga, mimi sidhani kama unahitaji kupambana navyo kwa vipeperushi. Sidhani. Kuna mahali rais wako yupo anaye mgeni rasmi, sijui mtumbuizaji, mburudishaji, sijui shoga, sijui mashoga wako tu barabarani humo, wako tu maeneo wanayoshinda, vimetajwa vituo vya Alamada, mahoteli ya Alamada na mengine mengi vimetajwa, hamshughuliki navyo. Tunashughulika na viashiria vya uvunjifu wa maadili. Wekeni tu utaratibu, wake zenu wote, kwa sababu shoga ni ufiraji, wake zenu wote na wanaume wote wapimwe, alafu tuone kila ambaye alishawahi kuingiliwa ataje aliyemwingilia. Watu wote wapimwe kama tuko serious na mambo haya. Ukweli hamna. Kwa hiyo kuna namna ambapo panaweza pakawa na kawivu au mgongano fulani wa kimasilahi, au kudhani ni kuwafurahisha ambao wanataka kile kijulikanacho kwamba Ukristo kiwe na wakati mgumu zaidi, kijue kiko kwenye wakati mgumu zaidi wakati huu wa utawala wa kishetani. Jambo la 3, hili nilikuwa nimehoji Ukristo na hasa Upentekoste ni uchochoro mkuu wa uchafu kuingia Afrika. Nadhani hilo nimeshajibu pale mwanzoni. B yake ifahamike kwamba nguvu kubwa inayotumika kuelimisha Ukristo kupitia Ukristo, kujenga urafiki na kinachoitwa Ukristo kwa wanaosambaza mambo ya machafu. Inawezekana hata hili la ushoga, kwa sababu kuna kitu nitakuwekea vizuri katika chambuzi hizi, vingine vitakuwa vinaingiliana humo. Sina hakika kwamba Wakristo wanaoitwa Wakristo wa maaskofu hawana taarifa zozote kwamba kuna zawadi za aina zenye malengo ya kusambaza, kuchochea ushoga, vikatuni na nini, kwamba hawana taarifa kabisa kwamba vimeshasambazwa mashuleni kwa njia kama hizi. Sina hakika kama hawa wanaoitwa Wakristo wanajua rangi tu ambazo zilitakiwa kutumika. Kweli hizo rangi vina viashiria hivi, zinazongea hivi, sijui kwenye Biblia vile upinde ulimaanisha nini. Sawa, hakuna kitu ambacho kinatumika na shetani kinatumika na makusudi mabaya kijawahi tumika na makusudi mema. Kweli mioyo yao inawaambia, akili
yani rangi zilikuwa ni hizo tu, au kwa sababu kimeguswa kitumbua chao, umeguswa ugali wao. Mi najua wapo wanaojua kwamba ili ulaji una uharibifu mwingine mkubwa, lakini kwa sababu tuna shida na ulaji, inabidi tuangalie ulaji. Sababu mbona na wenyewe watawala wenyewe wanamwaga damu na wenyewe wanaangalia ulaji wao, na sisi tu tunaangalia ulaji, kwa sababu ni wakati wa kugawana ulaji haramu. Mimi ninachoona ni hicho. Sasa kwa nini Wakristo wenyewe waelimishaji wa masuala ya machafu pengine huko Kristo wanatumia sana kufafanua? Mimi utafiti wangu umeonyesha dini ya Kristo, kwa sababu ni ya mijinga, ni kama mimi nijuavyo, ni ya mijinga mitaira fulani hivi, ilichelewa sana kuzibukia mambo ya kisasa. Ni kama mambo ya ufilaji, kuzini kinyume cha maumbile, kwa mwanaume au hata mwanaume kwa mwanamke. Mikristo ni kama kidogo yenyewe ilicheka. Kwa ndio maana ni kama inaelimishwa sana uzuri wake. Hii dini nyingine ambayo inaitwaga sui dini ya haki, yenyewe anapinga ufilaji kwa maneno. Mimi naonaga hawa neno kufilana, naona ni neno ambalo wao pengine hawajui tu kati ya ushoga na kufilana, yani hilo ndo, au kufiru au kufila, hilo ndo nadhani, kwa sababu na elimu yao nayo ni shida kidogo, nadhani ndo palipo na shida. Lakini kama wanaweza kukataa haya, waambie wenyewe wapimwe wao na wake zao, utaona tu. Kuna wengine wanasema kwamba hayo ni faraga. Kwa mtu akiua mtu kwa siri ni faraga. Mtu akiua mtu kwa siri ni faraga. Mtu akibaka mtoto kwa siri ni faraga. Faraga inaishia katika jambo jema ambalo watu hawataona, lakini sio jambo ovu. Kwa kuna lidini fulani ambalo lenyewe hapa mdomoni tu ndo yako imara. Haiwezekani wenyewe wachochea ushoga, wenyewe mnaoruhusu ushoga. Hawa wanajaribu kuruhusu kwa kufundishana na kuhubiriana. Nyie ni maisha, ufilaji, ufilanaji. Hicho mnacha kufila, na Biblia inalitambua hilo neno. Ulawiti, kufila, inatambua na itamka hivyo hivyo. Nyie ni maisha, asivyo pimaneni, mpimwe wenyewe, wapime wake zenu. Ni kitu cha kawaida sana nyie kwenu. Hivi msalaba wa Yesu usingetosha kuwa pambo? Msalaba wa Yesu usingetosha kuwa pambo? Ama rangi moja tu, huo mpira ukawa mweupe tu, mkasema ni ishara ya utakatifu, isingetosha kuwa pambo? Pambo lilitaka hizo rangi tu. 6. Mpira ni msaada unaopaswa kutolewa ili kuwavuta watoto kwa Mungu. Mpira unaleta tafakari nzuri kwa wanaocheza na wanaoshabikia. Mpira si unaleta mizaa, kuumizana na kuvutia kwa zinaa wachezaji kwa mashabiki. Mpira unawaleta watu kwa Mungu. Hata kiwe moja ya kivutio cha kufanya huyu tujue huyu ni mtumishi, ametoka kwa Mungu, amekuja kuwaleta watu kwa Yesu, kwa Kristo. 7. Kwa nini tutumie vitafsiri vya Injili vya vidole? Kidole cha hivi ni hivi, kidole cha hivi ni hivi, kidole cha hivi. Wakati Injili au neno la Mungu neno moja tu, kuambia watu waache mabaya watende mema, kuwaonyesha watu madhara ya mabaya. Yesu alikuja na kidole kikafanya hivi, kikafanya hivi. Si alikuja tu kusema, kuambia watu. Yohana alikuja tu, buni acheni ubaya, zaeni matunda yapatanayo na kutubu. Usimfanyie mtu ambalo upendi kutendewa. Mbona Injili ni hivyo tu? Injili ni hivyo. Injili inahitaji makorokoro mengine ya nini?
Utakuta wanaoitwa CPCT kuna wakati mwingine wanaanza kuvamia maji, mafuta. Sasa si ndo hivi na nyie ndo hivi mnavyokuja na mipira na rangi na hiki na vile. I say 8. Kweli hatuna taarifa za zawadi zenye utata kugawiwa kwa wanafunzi. Biskuti, vikatuni, mafundisho ya shoga na usagaji. Hatuna taarifa. Akina Catherine Kahabi hawajafanya hiyo kazi kwa mapana na kufichua mambo mengi, na walimu ambao wamekuwa wakifundishwa hivyo vitu, na ugawaji wa zawadi unaopita kwa sura na njia kama hizi. Kweli kupinga ushoga, kweli kupinga ushoga ni tu maneno tu au ni matendo ya watu? Anyway, nitaka tu nikufafanulie na kujulisha kwamba ni juacho, makundi yote mawili yamejaribu kutunisha misuri kupigania ugali wao. Niwe nacho kwa mujibu wa neno la Mungu na hali halisi inayoendelea katika dunia hii. Hakuna aliye na dhamira yoyote ya kupinga mabaya katika jamii. Hongera sana uliyenisikiliza mpaka mwisho. Jipongeze kwa kusema umeelewa nini, ama sivyo niulize swali. Na hakika uliyesikiliza mpaka mwisho, hata kama ulikuwa upande mmoja wapo, hautanitukana. Matusi mengi utakayoona ni ya wale ambao walishia njiani na kwa sababu ya maslahi yao au taira wao wanahisi wanazitetea dini zao. Hongera kwa kunisikiliza.